Pale ulipo mtazamaji, ni kukaribisha katika habari ya kutwa nzima leo, ambapo tutakuwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Mtazamaji, karibu, na kwa kwanza tuanze huko visiwani Unguja, ambapo tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC imekutana na wadau wa uchaguzi kufanya tathmini ya uchaguzi uliopita katika jitihada za kuboresha mifumo na taratibu za uchaguzi nchini, huku kikao hicho kikiwa kimewaleta pamoja washiriki kutoka taasisi mbalimbali za kisiasa, kijamii na za kiserikali. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Zanzibar anatueleza zaidi. Katika hotuba yake ya ufunguzi wa mkutano huu, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC, Jaji George Joseph Kazi, amepongeza wadau hao kwa kushirikiana na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na utulivu, akisema ushirikiano huo umeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha demokrasia na chaguzi zenye kuaminika. Niwapongeza wadau wa uchaguzi kwa kusimamia kikamilifu suala la amani nchi yetu. Hongereni sana kwa kuweka mbele maslahi ya taifa letu. Aidha, tume tumefarijika kwa namna wadau wa uchaguzi na wananchi walivyoishi kauli mbiu ya kura haki yako, amani wajibu wako. Kauli hii imekuwa dira muhimu katika kuhamasisha wananchi kushiriki uchaguzi wa haki, uwajibikaji na utulivu. Utekelezaji wake umeonekana katika ushiriki mkubwa wa wananchi, utunzaji amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi, na kuimarika kwa imani ya wananchi katika mfumo wa uchaguzi. Wadau wa uchaguzi wamepongeza ZEC kwa kuandaa utaratibu ulioimarisha ushiriki mpana wa wananchi katika uchaguzi, wakisema hatua hiyo imeongeza uwazi na kuleta uaminifu katika mchakato mzima, sambamba na kudumisha amani na utulivu wa nchi. Lakini mpaka tumeanza uchaguzi hakuna mwananchi yote ambaye kapigwa au mwananchi yote kupata madhara ya aina yote, hakuna. Kwa hiyo mimi niombe tu wadau wa uchaguzi tuendelee kushirikiana na vikosi vyetu hivi kwa lengo moja tu, kuhakikisha amani na utulivu ndani ya nchi inaendelea. Yeke katika nyoyo zetu, ili na chaguzi nyingine zinazokuja tuvuke katika kipindi cha uchaguzi tukiwa katika hali ya salama, hali ya amani na hali ya kwamba tumevuna tukio la amani na usalama, na ndio tukawepo hapa. Tunaomba sasa ombi letu, jamani, suala la taaluma ni muhimu katika kufanya mambo yetu. Mkutano huo umefungwa na makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar, Jaji Aziza Swedi, ambaye amesema maoni yaliyotolewa na wadau wa uchaguzi yatatumika kama nyenzo muhimu ya kufanya maboresho ya miundombinu na kuweka misingi imara kwa ajili ya chaguzi zijazo. Kutokana na majadiliano ya siku ya leo, tume imetambua maeneo muhimu yanayohitaji kuimarishwa zaidi, ikiwemo usimamizi mzuri wa vifaa na miundombinu ya uchaguzi, elimu ya wapiga kura na uhamasishaji wa wananchi. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na shukrani sana Masanja Mabula kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya Iringa Benjamin Sita amefanikiwa kumaliza mgogoro wa muda wa miaka 10 kati ya kijiji cha Boma la Ng'ombe la Liamko, wilaya ya Kilolo, kuhusu mgawanyo wa hisa za kampuni ya Boma la Ng'ombe Village Company Limited BVC, ambapo mvutano huo wa kimaslahi umeifanya kampuni hiyo kusimama kufanya shughuli za uzalishaji mali kama vile uzalishaji wa nishati ya umeme kwa muda na kusababisha hasara kwa pande zote. Clement Sanga anatuarifu. Waswahili wanasema mzigo mzito mbebeshe msukuma. Mkuu wa wilaya ya Iringa Benjamin Sita anaingilia kati mgogoro huo uliodumu kwa takriban miaka 10, ambao baada ya mgawanyo wa wilaya za Kilolo na Iringa, mradi huu wa Boma la Ng'ombe Village Company Limited ambao upo katika kijiji cha Liamko kilichopo wilaya ya Kilolo, na kusaidia mgawanyo sawa wa hisa za kampuni hiyo ili vijiji vyote vya mradi na wilaya zake kwa ujumla ziweze kunufaika kimapato. Lakini mradi huu unaonyesha pia kwamba halmashauri moja ina uwezo wa kuwa na mradi katika halmashauri nyingine. Yote lakini mradi huu ukisimamiwa vizuri una uwezo wa kuongeza capacity ya kuzalisha umeme hata kufikia megawati 1-2, na umeme ukaingizwa kwenye gridi ya taifa na halmashauri ikapata mapato. Kampuni hiyo iliyokuwa chanzo cha msuguano huo wa kimaslahi ilikuwa inazalisha nini?
Mradi wa kwanza mkubwa ni uzalishaji wa umeme ambao ulikuwa chini ya megawati 1. Sasa lengo la kuisha ni kuongeza, ikiwezekana tuongeze uwezo wa kuzalisha umeme na hatimaye tuweze kufikia. Kuna mradi wa ufugaji wa ng'ombe, nguruwe na wanyama. Mradi ule upo pale, lakini sasa ni kama vile haufanyi kazi kama inavyokusudiwa. Kwa maana tunauisha ili uanze kazi. Kuna mradi wa misitu. Misitu manake una eneo la takriban ekari 400. Na haya ndiyo yakawa maoni ya viongozi wa vijiji katika mgogoro huo. Itachochea hali ya maendeleo kwa kiasi kikubwa baada ya kuona kwamba sasa hata wale wenye eneo kuona pale panatumika hawatakuwa na sauti nyingine, kwa sababu wao wenyewe watakuwa ni wa kwanza kunufaika kwa mradi utakuwa kuwepo pale. Fursa nyingi zitapatikanika kule Bomang'ombe kwenye kijiji cha Liamko na Bomang'ombe, na watakaopata fursa tunaamini ni vijana wetu wa kijiji cha Bomang'ombe. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na mtazamaji, viongozi wa Ulaya na Afrika wamekutana katika mji mkuu wa Angola, Luanda, kwa mkutano wa kilele wa kuzidisha mahusiano ya kiuchumi na kiusalama. Akitoa hotuba yake, mwenyeji wa mkutano huo Joao Lourenco amlalamikia hali inayozidi kuwa mbaya ya kiusalama duniani, akitoa mfano mapigano ya Ulaya, Afrika na Mashariki ya Kati. Mkutano huo wa kilele unaadhimisha miaka 25 ya mahusiano Umoja wa Ulaya na Afrika, mahusiano ambayo wachambuzi wanasema yanastahili kurekebishwa iwapo Ulaya inataka kuendelea kuwa na dhima yake kama mshirika mkuu wa Afrika. Nchi za Umoja wa Ulaya ndizo zinazoongoza katika uwekezaji wa moja kwa moja wa nchi za kigeni barani Afrika, ambapo kulingana na Umoja wa Ulaya, biashara kati ya mabara hayo mawili mwaka 2023 zilifikia euro bilioni 467. Tukielekea huko Handeni, serikali wilayani Handeni mkoani Tanga imeanza kufanya tathmini ya athari zilizotokana na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali na kusababisha nyumba 16, kanisa pamoja na majengo mawili ya serikali kuzuiliwa kwenye mtaa wa Kwendinguzu uliopo kata ya Malezi wilayani humo. Ernest Mbezi anatujuza. Sema sisi tufike tuwaone, wenzetu wafanye tathmini, alafu tuone tunashika vipi mkono kupunguza hayo madhara. Akiongea wakati alipotembelea wananchi hao walioathiriwa na mvua hiyo, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese akiwa na wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama pamoja na wajumbe wa kamati ya maafa ya wilaya, anatoa wito kwa wananchi hao juu ya swala la upandaji wa miti ili kuzuia majanga yanayotokana na upepo mkali. Tumekuja tu kuwape pole, tuko na kamati ya usalama na wajumbe wa kamati ya maafa ya wilaya, tumekuja kujionea hali halisi. Lakini lingine ambalo tunasisitiziana ni katika upandaji wa miti. Ona ile eneo letu ile upepo ukija hapa, hakuna hata mti ambao unaweza kukinga ile nguvu ya upepo. Lakini kuna nyumba tumeziona kule zina hali mbaya, lakini zimekingwa na miti. Upepo unakuja mkali, miti inazuia angalau ile athari. Aidha, mkuu huyo wa wilaya amewataka wananchi hao kuzingatia ujenzi wa nyumba bora ili kuepusha athari zinazoweza kutokea kutokana na ujenzi wa nyumba zisizo na ubora. Tuijenge upya iwe madhubuti. Unaona hii miti ina muda mrefu, nyumba na miaka mingapi? Mingi. Kwa unakuta kuna miti mingine imeshaathirika. Ndio ikiwa dongo likiwa juu huwezi kuona. Kuna miti imeshaathirika ndani. Leo tushukuru imeweza kuezua paa. Kuna siku nyingine itadondoka, sasa ukuta utadondokea wapi? Ili isiwe ni mazingira hatarishi, tungeshauri ufikirie kuanza. Na sasa kuna tofali za kuchoma. Kwa upande wake, afisa mtendaji wa kata Malezi Hassan Lugundi pamoja na mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kwendinguzu Bwana Abdalla Mhando wamesema kuna ofisi ya mtaa ya muda pale ambayo iko ya mabati mlinzi anakaa imebebwa yote. Alafu kuna kituo cha afya hapo kwenye maabara yetu, mabati matatu yalitoka kule, na wakazi wa wili makazi yao pia mapaa yamefanyaje, yametolewa yote, lakini waliosalia ni kukuta mabati mawili, mabati manne, mabati matano. Ndio hali halisi. Kikubwa ninachoomba, naomba msaada kwa wananchi wangu pamoja na majengo ya taasisi ambayo yameharibika. Serikali iweze kuwasaidia wananchi ili waweze kupata sehemu za kujihifadhi. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 atafanya ziara yake ya kwanza nje ya Italia, ambapo ni Uturuki na Lebanon, anakotarajiwa kupeleka ujumbe wa amani katika eneo hilo, ikiwa
wito wake ambao anataka kutoa umoja miongoni mwa makanisa ya Kikristo yaliyogawanyika. Kiongozi huyo wa kidini atatoa hotuba yake ya kwanza kwa mataifa ya kigeni na atazuru maeneo ya kitamaduni katika ziara yake hiyo ya Novemba 27 hadi Desemba 2, ambapo mtangulizi wake Papa Francis alikuwa amepanga kufanya ziara katika nchi zote mbili, ila hakuweza kutokana na afya yake iliyokuwa inazidi kuzorota, ambapo itakumbukwa Papa Francis alifariki dunia Aprili 21 na leo akachaguliwa kuwa Baba Mtakatifu mnamo Mei 8 mwaka huu. Mtazamaji, mtoto wa miaka 3 ambaye amefahamika kwa jina la Mariam Paye, mkazi wa mtaa wa Zanzibar Manispaa ya Musoma mkoani Mara, anadaiwa kufariki dunia kwa kutumbukizwa katika shimo la choo na mtu anayedhaniwa kuwa na tatizo la akili baada ya kuwakuta watoto hao wakicheza kisha kumkamata Mariam na kutekeleza tukio hilo. Musa Makali anatuarifu. Hili ni tukio la kusikitisha ambalo limetokea katika eneo hili la mtaa wa Zanzibar hapa Manispaa ya Musoma mkoani Mara. Na hili ni shimo ambalo linadaiwa kuondoa uhai wa mtoto huyu baada ya kutumbukizwa na mtu anayedhaniwa kuwa na tatizo la akili ambaye anafahamika kwa jina la William Koda. Kwa kweli huyu baba amefanya kitendo cha kinyama ambacho hakijawahi kufanywa na watu wengine. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wanasema walimuona mtu huyu akiwa ameinama kwenye shimo hilo la choo huku akizani anataka kujitoa uhai wake, na baada ya kusogea katika eneo hilo na kuchungulia walibaini uwepo wa mwili wa mtoto huyo. Sana jirani yangu huyu akaniambia unapiga nini kelele, nikamwambia mtu akwenda kujiua kwenye shimo. Mimi nafikiri amekuibia ebo. Shimo hilo liko sehemu gani? Nikamwambia liko huko nyuma ya nyumba. Basi wakaja huyu baba Zamberi pamoja na Saida na binti yangu. Walipofika wakasema wanasema kuna shimo, kumbana kuna mtu. Wewe jamani huyu sasa mimi nikakimbia kutoka pale hivyo, kimbia kutoka pale nikamfuatilia kuna nini? Na unamchukua maebo. Anasema hamna, ametokea kunikuta shimoni. Basi kidogo kimbia kama watu 3 hivi. Sasa nilivyokuja nachungulia kwa mbali hivi, kulikuwa ni shimo ameacha nafasi. Nikaona hiki na mkono. Mbona kuna mtu? Baba wa mtoto huyo amesema haamini kama mtenda wa kosa hilo kuwa na tatizo la akili kulingana na tukio lilivyokuwa, huku mwenyekiti wa mtaa huo Hamisi Kuyenga huhakikiri tukio hilo kutokea kwenye mtaa wake. Mimi nahitaji nione mtoto pale, nimeona shimo tu, mtoto yuko wapi? Lakini kumbe nilikuwa sijini ikoje, yani sielewi. Sasa nilipopoa sasa ndio wananiambia njoo muone mtoto wako. Mimi nikaenda nikaangalia mtoto, nikamkuta amemlaza hapo kwenye godoro, mtoto amekufa. Tulikutana na mtu anayeishi naye huko kwao huko. Akasema huyu huko ni wapi? Kurumuli. Akasema kwamba akili zake haziko sawa. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumu akizungumza kwa njia ya simu amekiri kutokea kwa tukio hilo. Huyu mtu mahojiano ya awali inaonekana kwamba ni mtu ambaye alikuwa na matatizo ya akili. Alikuwa na shida ya akili. Kwa hiyo tukio hilo ni kweli lipo. Lakini huyu mtu hawa raia wema kwa kuwa hawana ujuzi wa ukamataji na mtu kama anavyosema anakuwa na akili sio nzuri, waliweza kumshambulia akapelekwa hospitalini na mwenyewe baadaye aliweza kufariki. Kwa hiyo tukio langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amekubali kutembelea Beijing mwezi Aprili na kumwalika Rais wa China Xi Jinping kwa ziara ya kiserikali baada ya mwaka ujao kufuatia mazungumzo ya simu kati ya viongozi hao wawili. Kulingana na rais na Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Trump na Xi Jinping ambao walikutana karibu mwezi mmoja uliopita nchini Korea Kusini walijadili masuala mbalimbali kama biashara, uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine, fentanyl na Taiwan. Trump aliandika katika chapisho lake la Truth Social kuwa uhusiano wa China ni imara sana, huku shirika jipya la serikali ya China likitoa taarifa iliyosema nchi zote mbili zinapaswa kuendelea na kasi, kuendelea na kusonga mbele katika mwelekeo sahihi kwa msingi wa usawa, heshima na manufaa ya pande zote. Hata hivyo, viongozi hao walikutana Busan, Korea Kusini mnamo Oktoba. Baada ya hapo walikubaliana kusitisha ushuru. Wanafunzi 209 kati ya 2232 walionusurika kupoteza maisha kwa ajali ya moto iliyoteketeza mabweni mawili ya shule sekondari ya wasichana Sumve Girls iliyopo wilayani Kwimba mkoani Mwanza wametokwa na machozi ya furaha baada ya wadau wa elimu kuwashika mkono, ambapo mwanahabari wetu Henry Kavirondo kutoka Mwanza anatujuza kwa undani zaidi. Na ninawaahidi mkiwa mnarudi mwezi wa kwanza nitakuwa nimeongeza magodoro mengine 50. Ni makovu ya janga la moto walionayo wanafunzi wa shule hiyo baada ya kuibuka janga hilo
linalodaiwa kuteketeza vifaa vya wanafunzi zikiwemo samani za shule zinazokadiriwa kuwa na zaidi ya shilingi milioni 90 pamoja na majengo yanayofanyiwa tathmini na timu ya wataalamu. Mkuu wa shule ya sekondari Sumve Clotilda Elkomentesha amesema mabweni yaliyoungua yalikuwa yakitumiwa na wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi cha 3. Baada ya hapo tulitoa taarifa wilayani na mkoani, tukapata msaada, viongozi wakaja, basi tukayazima. Lakini sasa shida iliyopo sasa ni kwamba watoto hawa wanalala pamoja na dada zao wa kidato cha 6. Kutokana na athari hizo, mdau wa elimu ambaye ni kada wa Chama cha Mapinduzi CCM Cuthbert Joseph anaguswa kwa kutoa msaada wa magodoro, mashuka, madaftari, kalamu na taulo za kike. Taasisi zingine tujitokeze kusaidia watoto, tujitokeze kusaidia hii shule, na naona kwamba sasa hivi majengo yameungua, na ninajua serikali inajaribu kufanya tathmini, na ninajua serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan na imani itarejesha matumaini ya vijana kwa kuweza kukarabati hii miundombinu kwa haraka. Naomba na wadau wengine wajitokeze, waige mfano wa Cuthbert. Kwa kweli tumefurahi na tunampenda kwa sababu amekuwa mdau wa mwanzoni kabisa kutoa zaidi ya ofisi ya mkurugenzi. Kada huyo pia akawahakikishia wanafunzi hao kuwa majengo yaliyoteketea yatajengwa upya. Mama Samia ameona kilichotokea, na ninawaambia kabla ya Januari ni lazima atakuwa amekarabati haya majengo. Baada ya vifaa hivyo kukabidhiwa, baadhi ya wanafunzi wa shule hiyo wanaeleza hisia zao. Kwa kweli hatukutegemea kilichofanywa na baba hapa, tunashukuru sana. Mzazi anashikwa mkono na mwanafunzi pia anashikwa mkono kupata mahitaji ambayo anaweza asiyapate. Shule ya sekondari ya bweni ya wasichana Sumve yenye jumla ya wanafunzi 2232 inatoa elimu ya kidato cha kwanza hadi cha 6. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Na wiki mbili baada ya kampuni ya mazingira yenye makao makuu yake makuu jijini Dar es Salaam ilipokabidhiwa kandarasi ya kuzoa takataka kwenye kata 6 za manispaa Singida, imejikuta ikishindwa kufanya kazi kutokana na kuzidiwa na uzalishaji wa taka hizo, huku ikikabiliwa na uhaba wa vitendea kazi yakiwemo magari ya kuzolea taka kwenye dampo la soko kuu lililopo kata Ipembe na soko la Msufini lililopo kata ya Mughanga mjini Singida. Jumbe Ismail anatueleza. Kufuatia taka kuzidi kujaa kwenye dampo la soko kuu pamoja na maeneo mengine ya makazi ya watu, upo uwezekano mkubwa kwa wafanyabiashara pamoja na wakazi wa mji wa Singida kukumbwa na magonjwa ya mlipuko kutokana na dampo lililopo katika soko hilo kujaa mpaka barabarani na karibu na nyumba zilizopo jirani na dampo hilo. Kwa mfumo ni mzuri, ila kwa sasa kutokana pia na msimu wa maembe pia umeanza, na kama mnavyofahamu msimu wa maembe ukianza na mvua zinaanza na taka hizi ishakuwa contaminated, tutakuwa na mlipuko wa magonjwa. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali na manispaa Singida ione. Lakini kitu ambacho kimetushangaza sasa hivi ni uchafu ambao umekithiri, umezidi, tunashindwa hata kupita. Uchafu umeenea, unataka kufika hata kwenye nyumba za watu, umetoka sokoni umeingia kwenye nyumba za watu. Kwa hiyo tunashangaa serikali yetu labda imesahau swala hili la kutoa takataka au namna gani. Tunaomba hilo swala litiliwe maanani. Sana inatutisha, ila tunashindwa tutafanyaje. Walisia hatua kama hii leo ilivyofika hivi, tumefikia hadi asubuhi tumekuta imeziba hadi mlango wa soko hapa, tukaanza kurusha nyuma hivi. Kama tukaweka utepe hivi angalau asiendelee kuziba mlango wa soko. Maana majuzi walituambia kuna mtu leo alitokea kuendelea kuzoa, kazoa kidogo tumekuja muona tena. Kwa hiyo hali ndio kama unavyoiona, na tuelewe kesho tutaamka patakueje. Sababu hapo wangu naomba watusaidie angalau kusafisha. Alipotakiwa kuzungumzia malalamiko ya wafanyabiashara wa soko kuu la mjini Singida, mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka wa manispaa ya Singida Shuku Charles akakiri kukithiri kwa taka hizo hadi barabarani na kuzitaja hatua zilizochukuliwa na halmashauri hiyo. Kweli maeneo hayo yamebainika kuwa na changamoto, hasa hususan kwenye maeneo ya masoko, soko kuu Ipembe na Msufini, lakini mikakati ya manispaa kutokana na hiyo adha
tumeweza kubinafsisha swala la usafi hususan kwenye hayo maeneo. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, Jumbe Ismail wa Channel 10. Na watumishi wa afya katika hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Joseph Peramiho katika halmashauri ya wilaya Songea mkoani Ruvuma wametakiwa kuzingatia maadili ya kazi kwa kuhakikisha wanatoa huduma bora za afya kwa wananchi kwa kuepuka rushwa, lugha zisizo na staha kama miongozo ya Wizara ya Afya inavyoelekeza kwa lengo la kupunguza malalamiko ya wagonjwa wanaokuja kupatiwa matibabu. Ditanyoni kutoka Ruvuma anatueleza zaidi. Hayo yamejiri katika kongamano la siku 3 la kuwajengea uwezo wa watumishi wa afya na kada zingine ili waweze kutoa huduma bora kwa wananchi, ambapo daktari bingwa na bobezi wa upasuaji Jafeti Mfinanga amesema wameamua kuandaa mafunzo haya ili kuwakumbusha wataalamu kuacha kufanya kazi kwa mazoea, kwa kuwa lengo la serikali ni kuona jamii inapatiwa huduma bora za matibabu. Unahudumiwa, unaondoka umefurahi. Ulikuja unaumwa, umeondoka umepona, unaondoka umefurahi. Na hii yote itawezekana pale tu ambapo tunakuwa tunawawezesha madaktari wetu na manesi wetu kuwatambua thamani ya mgonjwa. Mgonjwa ni kama mteja. Mgonjwa sio mgonjwa. Mgonjwa anatakiwa achukuliwe kama mteja. Kama vile una biashara, sasa mtu anayekuja kununua ni lazima umthamini. Kwa hiyo tumeamua kuitisha kongamano ili tuwajengee uwezo inavyowezekana, ili baada ya kongamano hili tuna imani huduma zetu zitaendelea kuimarika. Wagonjwa wetu watakapokuja wataondoka wakiwa wameridhika na huduma yetu. Kwa upande wa mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya Mtakatifu Joseph Peramiho, Dr. Adeodatus Aule amesema ili mgonjwa aweze kuingia hospitalini atoke salama, aridhike na matibabu ni pamoja na huduma bora kwa wateja, huku baadhi ya watumishi wa afya wameahidi kuwa na timu moja katika kuhakikisha jamii inafurahia huduma zinazotolewa. Mmiliki wa institution hii alipokuwa ameanzisha, lengo lake ni kuisapoti serikali katika maeneo yale ambayo serikali haiwezi kufikika. Kwa hivyo wagonjwa wakiridhika na huduma yetu kutoka wanapopokelewa mpaka wanapopata huduma ya mwisho na kuondoka hospitalini, hiyo kwetu ndio kipaumbele. Basi tunatakiwa tumhudumie mgonjwa kwa upendo na huruma, kwamba tunapaswa pia kama wauguzi au madaktari au wahudumu wengine tuvae viatu vya mgonjwa. Twende tukawasaidie wateja au wagonjwa wetu kwa namna atakayetoka hapa amefurahiwa kwa huduma zetu. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo Ditanyoni kutoka Ruvuma ndio inatupa saa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel Plus, endelea kusalia nasi.